Tukumbuke ya kwamba tupo katika wiki ambayo ina mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika mtandao wa kijamii. Wengine wanasema Oktoba tunatiki, wengine wanasema Oktoba tunatoka, mara Oktoba tutiki. Yani yako mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii, lakini moja ya kitu ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii nikasema itakuwa sio vizuri na mimi niweze kukaa kimya, niweze nikakuletea update hii ili uweze ukajua kwa namna moja au nyingine swala hili limekaaje. Watu wengi sana katika mitandao ya kijamii hasa pale mjini Instagram pamoja na TikTok wamekuwa wakiuliza mbona Bishop Askofu Josephat Gwajima amekuwa akikaa kimya kwa muda mrefu? Kuliko nini ambacho kimempata Bishop Askofu Josephat Gwajima? Tukumbuke kabisa kwamba katibu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Bwana Mapinduzi yeye aliweza kukimbia nchini kwa taarifa zinazosemekana ya kwamba wametumwa watu waweze kuteketeza maisha yao, yani waweze kuwaangamiza. Hivyo yeye akakimbia. Hivyo sasa Bishop Askofu Josephat Gwajima tangia sakata hilo liweze kutokea mpaka leo hatujapata kujua ni kwa nini wapo kimya na kwa nini amekaa kimya juu ya ile swala ambalo alizungumzia Askofu Mwana Mapinduzi. Tukumbuke kabisa kwamba Askofu Josephat Gwajima alikuwa akizungumza mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanaendelea katika taifa letu, na hayo mambo yalikuwa ni ya msingi mno, na hiyo ikapelekea watu wengi sana kutamani kila siku pengine labda awe anaitisha press ili aweze kuongea, kwa sababu kwa namna moja au nyingine maneno yake yalikuwa yanatia moyo, maneno yake yalikuwa yanajenga sana, yanatia faraja. Lakini kwa sasa hivi amekaa kimya takriban miezi miwili. Hii imeleta sintofahamu na maswali mengi sana vichwani mwa watu. Hivyo leo nitaenda kukwambia lile ambalo tumegundua juu ya ukimya wa Bishop Askofu Josephat Gwajima, kwa kile ambacho tulijaribu kupiga simu kwa rafiki, ndugu na jamaa ili waweze kutuambia ya kwamba Askofu Josephat Gwajima yuko wapi. Jina langu naitwa Dox Nila wa Koni Online TV. Kama ni mara yako ya kwanza, nikikusihi bonyeza alama ya subscribe kisha utani on notification, na kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwa tunameziachia kupitia chaneli yako hii hapa pendwa kabisa ya Koni Online TV. Koni Online TV tunakwambia watch your dreams. Hatuna mbambamba, hivyo tuendelee na kazi ili nisiweze kukuchosha. Sasa tulipojaribu kupiga simu kwa ndugu jamaa na marafiki kuweza kuulizia vipi, mbona Bishop Askofu Josephat Gwajima yupo kimya kwa muda mrefu, na watu wengi sana wametamani aendelee kuzungumza, aendelee kuwatia moyo, lakini sasa hivi tumeona imekuwa ni tofauti. Tukumbuke kabisa kwamba watu ambao walikuwa wanaitisha press kwa mara ni Askofu Josephat Gwajima, lakini pia na Humphrey Polepole. Hata hivyo jeshi letu la polisi limeandika waraka mzito sana kumuhusu Humphrey Polepole na kudai ya kwamba inatakiwa afike katika ofisi za polisi ili aweze kueleza zile tuhuma ambazo amekuwa akizieleza mara kwa mara kupitia live zake ambazo amekuwa akiziendesha katika mitandao ya kijamii Instagram, TikTok pamoja na pale mjini Facebook. Sasa tukumbuke kabisa kwamba yako mambo mengi sana ambayo yanaendelea sasa hivi, ukiachana na hao watu wote wanazungumzia kuhusu masuala ya kitaifa kiujumla. Tukumbuke kabisa kwamba yuko mtu mmoja ambaye amesababisha haya mambo yote kuweza kuzaliwa hapa katikati, na sio mwingine ni Tundu Antipas Lissu, ambaye yeye anakabiliwa na shtaka la kosa la ugaidi nchini Tanzania, na serikali inamshikilia kwa kosa hilo, na mpaka sasa hivi ninavyokuambia hivi kesi yake inaunguruma katika mahakama kuu, na hii yote ni kuweza kwenda kujitetea pale. Je, kile ambacho kinasemwa ya kwamba ameweza kuiyaini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, je, kuna ukweli wa aina yoyote? Au kama kutaonekana kwamba hakuna ukweli, basi ataweza kuwekwa huru. Lakini wana Ufufuo wametamani sana Askofu Josephat Gwajima aweze kurudi tena kuendelea kuzungumza, kwa sababu tukumbuke kabisa kwamba kanisa la Ufufuo na Uzima liliweza kufungwa kwa kile kinachodaiwa ya kwamba aliingiza siasa katika madhabahu. Tukumbuke kabisa kwamba viko vyombo vya usalama ambavyo vinaweza kushikilia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria zote ambazo zinaendelea katika nchi hii. Hivyo ukivunja tu sheria, basi wenyewe wana jukumu la moja kwa moja kuja kukamata na kuweza kukuweka ndani ili uweze kujibia yale mashtaka ambayo pengine utakuwa nayo au usikutwe nayo. Tukumbuke kabisa kwamba serikali inapokushtaki, lakini pia watakutafutia mtu ambaye anaweza akakutetea ikiwa hauna fedha. Kwa hiyo tukumbuke kabisa kwamba kama kosa limefanyika, basi kumbuka kabisa uwe una wanasheria ambao wanaweza kukutetea kwa namna moja au nyingine. Sasa ningekusihi tu wakati ninaenda kuiachia video hii hapa ili uweze kusikiliza kile ambacho mtu wa karibu kabisa wa Bishop Askofu Josephat Gwajima aliweza kukizungumza juu ya
ya afya ya Askofu Josephat Gwajima ili uweze kwenda kukisikia. Basi mimi naomba nisikuchoshe, nikutakie wakati mwema tu. Kumbuka kabisa kwamba hii ni Koni Online TV, nyumba ya simulizi. Kama ni mara yako ya kwanza, ningekusihi bonyeza alama ya subscribe kisha utani on notification, na kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwa tunaziachia mahali hapa. Hebu iangalie video hii hapa, alafu pia usisahau kuweka like, lakini pia usisahau kuweka comment katika comment section hapo. Uniambie, je, kwa ukimya huu wa Askofu Josephat Gwajima unadhani ni nini kifanyike ili kiweze kumrudisha katika njia? Watu tukumbuke kabisa kwamba tarehe 29 tunaenda katika uchaguzi wa kuwachagua marais, kumchagua wabunge, kuchagua madiwani. Hivyo kama una kadi, basi jitokeze ili uweze kwenda kupiga kura, na kama haujajiandikisha basi hilo ni kosa tena lingine ambalo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweza ikakuchukulia. Lakini kama una kitambulisho, ni haki yako wewe kupiga kura. Hivyo nikutakie wakati mwema. Nikutakie wakati mwema.